Mheshimiwa mgeni rasmi, taasisi hii ya SFE Tanzania imekuwa mstari wa mbele katika kukuza uwezo wa wataalamu wa uchunguzi na udhibiti wa udanganyifu kwa kutoa mafunzo, ushauri wa kitaalamu na kuhamasisha uadilifu na uwajibikaji. Hata hivyo, tumejifunza jambo moja muhimu katika uzoefu wetu katika eneo hili, kwa tunahitaji mashirikiano ya kweli, mawasiliano ya karibu na ubadilishaji wa taarifa kati ya taasisi zote zinazoguswa na masuala ya udhibiti wa fedha, maadili na utawala bora. Mapambano dhidi ya rushwa na ufisadi hayawezi kuwa ya taasisi ya serikali pekee, bali hata sekta binafsi na jamii zishirikishwe katika kamilifu katika kudhibiti vitendo hivyo. Ndugu mgeni rasmi, taasisi yetu imefanikiwa kutoa mafunzo mbalimbali. Kwanza, kutoa vyeti, kutoa certificate za kimataifa kwa watu ambao wamehitimu mitihani hiyo, pamoja na mafunzo. Kuna idadi kubwa ya watu ambao wamehitimu kwa sasa. Tanzania tunawahitimu 50, lakini bado idadi ni ndogo ukilinganisha na wenzetu duniani, ambao Kenya wana watu ambao wako certified 3,200. Tunaongea na mgeni rasmi hapa kwa jeshi la polisi pekee yake la wahitimu 320. Kwetu hatuna mhitimu hata mmoja. Kwa hiyo inaonyesha gaps ambazo tunatakiwa kufanya kazi. Kwa hiyo bado idadi hiyo ni ndogo, lakini pia tunaweza kusaidia upatikanaji wa ajira kwa wale 50 ambao wamekuwa certified, wanatumika nje zaidi ya Tanzania katika kuhudumia taasisi za kimataifa, na wale wachache ambao walikuwepo wanakuwa hawezi kupatikana kutokana na majukumu ambayo wanayo. Pia kuweza kushiriki, taasisi yetu inaweza kushiriki katika mpango mkakati wa kitaifa katika udhibiti wa udanganyifu NASA 4. Kwa hiyo tulishiriki kamilifu katika kuandaa mkakati. Pia taasisi yetu imeweza kuongeza wanachama siku hadi siku, ambao sasa hivi wamezidi wanachama 1000 kwa Tanzania. Taasisi yetu imeweza kuimarisha mashirikiano ya ndani. Kwa hiyo tuna MOU 5 na taasisi, lakini bado tuna MOU nyingine ambayo tutategemea kusaini karibuni, na lengo ni kuweza kuimarisha eneo hili, kuweza kushirikiana na wadau mbalimbali. Ninapenda kutoa wito za umma na binafsi kuendelea kuweka kipaumbele katika maeneo yafuatayo. La kwanza ni kuwekeza katika elimu na mafunzo ya udhibiti wa udanganyifu. La pili ni kuhakikisha mifumo ya ndani ya usimamizi wa fedha inafanya kazi ipasavyo. Na la tatu ni kujenga utamaduni wa kuzingatia maadili miongoni mwa watumishi mahali pa kazi. Na la nne ni kushirikiana na taasisi hii ya SFE Tanzania katika kuendesha tafiti, mafunzo na kubadilishana taarifa muhimu za kiuchunguzi. Ndugu washiriki, nichukue fursa hii kusisitiza kwamba pamoja na uwepo wa sera, sheria, kanuni na taratibu madhubuti, ni muhimu kuendelea kujenga utamaduni wa kuzingatia maadili kwa kila taasisi na kuimarisha ushirikiano baina ya sekta ya umma, sekta binafsi na vyombo vya kitaalamu kama vile SFE Tanzania katika udhibiti wa ubadhirifu na udanganyifu. Vile vile ni muhimu kujenga mazingira rafiki ili kuwezesha utoaji wa taarifa za udanganyifu bila hofu, kufanya uchunguzi wa kina wa matukio yanayoripotiwa, pamoja na kuhakikisha kuwa hatua stahiki zinachukuliwa kwa uwazi na haki. Nimefurahi kuona kuwa kongamano hili limewaleta pamoja wadau kutoka taasisi za umma, mashirika binafsi, taasisi za kifedha na asasi za kiraia. Huu ni uthibitisho wa dhamira ya dhati ya kitaifa katika kupambana na rushwa, ubadhirifu na udanganyifu kwa kutumia nguvu ya ushirikiano na kubadilishana uzoefu. Ni matumaini yangu kwamba mijadala na maazimio yatakayopitishwa katika mkutano na kongamano hili yatachangia kuimarisha sera, mifumo na mbinu za kudhibiti udanganyifu nchini,
ambapo ni sehemu ya maono ya Mheshimiwa Rais, na sisi kama watumishi wa umma pamoja na wadau wengine mliopo sekta binafsi, kwa pamoja tukiwa na taasisi kama SFE Tanzania, ni muhimu kuendelea kushirikiana na kuunga mkono Mheshimiwa Rais kwa vitendo, kila mmoja katika nafasi yake, ili kufanikisha ndoto hiyo kwa ustawi wa wananchi. Sisi Zanzibar leo tupo hapa katika maeneo muhimu kubwa. Kwanza tuna wataalamu mbalimbali, lakini pili tuna wakuu wa mashirika ya umma. Tumeona baadhi, lakini baadaye mimi nilikutambulisha nafasi zao. Lakini salamu zangu kwa meza kuu na ndugu wa Mabiko pamoja na watu wa mali. Sisi Zanzibar tuko tayari, leo tuko hapa, lakini baadaye nafikiri baada ya siku 4 kama mbeleni pamoja na maazimio kwa letu. Kwa niaba ya mashirika ya umma tuko tayari kutekeleza maazimio haya na pia kuna miongozo mbalimbali ambayo itasaidia kazi yetu ambayo tunaendelea kufanya. La pili, kwa niaba ya wataalamu, sisi tuna MOU na taasisi ya SFE, hiyo tunashirikiana pamoja, lakini pia tunakubaliana baada ya kumaliza leo bila mengi mazuri baadaye. Kwa hiyo Rais atakuzungumza kiufupi, lakini kwa upande wa Zanzibar sisi kama serikali tuko tayari kufanya kazi yote ambayo itakuja kuzungumzwa leo na kukubaliana kwa kutoa nchi yetu na serikali yetu. Baada ya hapo, asante sana na nashukuru kwa mwani kwenu. Asante sana. Kwa tunapoelekea tunategemea kwamba professions zote zitashirikiana, na that's why nilikuwa naongea na wenzangu wa CFE kwamba NBA yuko hapa ambaye ndio msimamizi wa hii profession mainly ya ukaguzi na uhasibu. Ni muhimu sana tukafanya consultation naye kuhakikisha kwamba hii profession inakubalika kisheria kwa maana ya utumishi. Kwa sababu sasa hivi ukipata your certification hapa itakuwa yes ni sifa kwako, lakini kimsingi serikali itakuwa haitambui. Kwa hiyo ni muhimu sana tukafanya engagement na taasisi muhimu, ikiwa ni pamoja na utumishi yenyewe, wizara inayoshughulikia masuala ya utumishi, masuala ya maadili, lakini pia NBA, wizara ya fedha na taasisi nyingine muhimu. Shukrani rasmi, ninawashukuru sana.